CCM oye! Ichiza Chilindi ichiza. Ichiza Chilindi ichiza. Ichiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa kunipa fursa ya kusalimia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania watakwenda kukupigia kura tarehe 29. Na watakupigia kura kwa sababu katika miaka 4-5 uliokuwa madarakani umeshughulika kikamilifu na matatizo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuwa si tu kiongozi anayeguswa na matatizo, bali ni kiongozi anayeguswa na matatizo ya Tanzania na kuyatafutia suluhisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipoingia madarakani kulikuwepo na manunguniko mengi sana kuhusu mrundiko wa kodi. Kulikuwepo na malalamiko mengi kuhusu kubambikwa watu kodi wasizostahili. Kulikuwepo na malalamiko mengi kuhusu mahusiano mabaya katika ukadiriaji wa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipoingia tu madarakani umefuta zaidi ya kodi na tozo 250 ili kuwapa nafuu wa Tanzania katika shughuli zao wanazofanya. Umefuta kodi na tozo kwa wakulima, umefuta kodi na tozo kwa wafugaji, umefuta kodi na tozo mpaka kwa vijana wetu wa bajaji na bodaboda, na umeshusha mpaka faini pale inapotokea wamekosea. Wewe ni kiongozi unayejali ustawi wa Watanzania, na wao wataenda kukuchagua kwa sababu unajali ustawi wa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, si tu kodi na tozo ulizofuta, bali ulikwenda kusamehe mpaka madeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, viongozi wetu wa dini wako hapa watashuhudia, walikuwa wana marundikano ya madeni kwenye taasisi zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulinielekeza nikutane nao. Baada ya hapo ulifuta madeni, lakini pia ukatoa misamaha kwenye shughuli wanazofanya zinazosaidia ustawi wa Watanzania, na ukazipa taasisi hizo hadhi ya kuwa taasisi zisizofanya biashara. Hii yote inakuonesha jinsi ulivyo kiongozi mpenda wa Tanzania, usiyebagua dini, usiyebagua rangi, lakini pia usiyebagua ukanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, si hilo tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unaingia madarakani kulikuwepo na mrundikano wa madeni ya watoa huduma, Watanzania wanyonge, watoa huduma, makandarasi, wengine wakiwa na mikopo kwenye mabenki, wengine wakiwa wanadaiwa na TRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulielekeza madeni yote ya wakandarasi na watoa huduma yalipwe na yasizalishwe madeni mengine. Kazi hiyo imefanyika. Wakati unaingia madarakani kulikuwepo na madeni ya watoa huduma ndani ya nchi takriban trilioni 8, lakini uliendelea kulipa, yakiwepo mateso waliokuwa wanapata wazee wetu wastaafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukatoa trilioni 2 kulipa wazee wetu wale ambao walikuwa wanapata shida hiyo. Ukatoa zaidi ya trilioni 4 kuwalipa watoa huduma. Tena madeni mengine niliacha nikiwa naibu waziri mwaka 2015. Umelipa na umeelekeza hata yale kidogo yaliyosalia yaendelee kulipwa, na katika bajeti ya mwaka huu ilitengwa tena fedha kuendelea kumalizia madeni ya wakandarasi, watoa huduma na Watanzania ambao walishafanya kazi mbalimbali ambazo walikuwa bado wanadai. Lakini si hilo tu Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaelekeza kukomesha makadirio ya kodi yasiyostahiki. TRA imefanya kazi hiyo, lakini pamoja na kukomesha makadirio yasiyostahiki, Mheshimiwa Mwenyekiti, ulielekeza mahusiano bora katika makusanyo ya kodi. Mamlaka ya mapato imeanzisha dawati kila mkoa kwa ajili ya kusaidia biashara ziweze kukua. Na hiyo ndio siri ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti imeongeza makusanyo kutoka trilioni 1.3 wakati unaingia madarakani mpaka kufika trilioni 3 kwa mwezi. Na hiyo ndio siri ya utekelezaji wa miradi uliofanya kwa kasi kubwa katika kipindi chako. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wetu walikuwa wanateseka, wanadaiwa michango ya kujenga shule, ya kujenga zahanati, lakini si hilo tu, walikuwa wanadaiwa fedha kwa ajili ya
gharama za maisha ulipoingia madarakani, kwa jinsi unavyowahurumia Watanzania, yalivyokuja matatizo ya kupanda bei za mafuta, Mheshimiwa Mwenyekiti, ulielekeza bilioni 100 kila mwezi iende kwenye mafuta, ili watu wanaotumia vyombo vya moto, watu wanaozalisha wasipate gharama za uzalishaji na kupanda kwa gharama za maisha. Hiyo yote unaonesha ni namna gani unavyojali maisha ya Watanzania na hasa Mtanzania wa kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, umetekeleza miradi mingi, na wakati unatekeleza miradi mingi haukusitisha shughuli zingine. Umetekeleza miradi ya kimikakati yote, umetekeleza miradi yote ya maendeleo mikubwa ulioachiwa na ile ulioianzisha. Lakini kwa wakati huo huo, serikali yako ndio serikali iliyoajiri vijana wengi wa Kitanzania na kutengeneza fursa za ajira nyingi kwa watoto wa Kitanzania kuliko kipindi chochote kile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa Watanzania hawa, wakiona mtu yeyote anampinga kiongozi ambaye amejali maisha ya Watanzania kwa kiwango hicho, watambue kwamba mtu huyo hakulengi wewe, anailenga Tanzania. Mtu huyo hafanyi ubaya kwako, anapanga ubaya kwa ajili ya Tanzania. Kwa sisi wafugaji tunajua, ukikuta mnyama mwituni anataka kukamata mifugo unayofuga, ataanza na wewe mfugaji. Hicho ndicho anachotaka kukipanga dhidi ya Tanzania yetu. Ni waombeni wa Tanzania, kiongozi wetu ametekeleza miradi kuliko awamu yoyote ile. Kiongozi wetu ameonyesha upendo kwa Watanzania kwa vitendo kuliko awamu yoyote ile. Mmeona Watanzania walikuwa wanahangaika shughuli za huduma za kiafya. Katika awamu yako umejenga hospitali za wilaya zaidi ya 100 ndani ya kipindi kifupi. Tulikuwa na mashine 2 tu zinazoweza kupima masuala ya CT scan. Mheshimiwa, katika kipindi chako kifupi umepeleka CT scan mikoa yote 26. Tulikuwa na MRI zinazoweza kufanya vipimo bingwa vya kidaktari maeneo mawili nchi nzima. MRI ndani ya kipindi chako kifupi umepeleka hospitali zote za rufaa na zote za kanda. Hii yote umeonesha jinsi unavyowapenda Watanzania. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikisema mimi watasema ni mjumbe wa halmashauri kuu alikuwa kwenye kampeni. Niwaelezee, taasisi zote zinazopima maendeleo bora ya kiuchumi na huduma za jamii yameelezea Tanzania kama moja ya nchi kiongozi kwa nchi zote Afrika. Umefanya vizuri kwenye maji, Benki ya Dunia wamesema hivyo. Tumepata mfano kwamba Tanzania ni kinara utekelezaji wa miradi ya maji kwa ripoti ya Benki ya Dunia. Tumepata ripoti hiyo ya Benki ya Dunia, Tanzania ni kinara kwa kutimiza malengo ya milenia kwenye afya, hivyo hivyo kwenye elimu. Lakini si hayo tu, Tanzania pia ni kinara kwa nchi zote za Afrika na ukanda huu kwenye uchumi imara. Ndio maana nilikuwa na washangaa juzi wale waliokuwa wanasema eti Tanzania imefilisika mpaka wanachapisha fedha ili waendeshe kampeni. Nikasema hawa kama hawajui siwaulize. Kwanza hakuna nchi hiyo inakuwa na mtambo wake wenyewe ili ichapishe fedha. Wanadhani hata kuchapisha fedha ni kama mitihani ya moko. Hakuna mtambo wa kuchapisha fedha hapa. Nchi yetu inakusanya fedha. Kama unakusanya trilioni 3 unachapishaje fedha? Kama unaweza ukalipia elimu bure, na Mheshimiwa Mwenyekiti uliongeza kidato cha 5, ukaongeza cha 6, ukaongeza na vyuo vya kati, ukaongeza na bumu kwa wanafunzi ili wasipate shida. Wewe ni kiongozi unayojali ustawi wa Watanzania. Tunakuombea na sisi tutasimama bega kwa bega kuweza kuhakikisha kwamba haya mazuri ambayo umeyafanya unaendelea nayo ili uweze kuifikisha Tanzania hatua ya juu zaidi. Asante sana kwa kunipa nafasi na Mungu akubariki. Ichiza Chilindi ichiza. Asanteni sana. Asante sana. Sasa namleta ndugu Hussein Mohamed Bashe, mgombea ubunge